Lionel Messi ameendelea kuandika historia katika kombe la dunia mwaka huu 2026 baada ya kufunga bao na kuvunja rekodi nyingine wakati Argentina ilipoifunga Jordan mabao 3-1 na kumaliza hatua ya makundi kwa ushindi wa 3 mfululizo. Kocha wa Argentina alimwanzisha Messi benchi kutokana na timu hiyo kuwa tayari imejihakikishia nafasi ya kwanza katika kundi J. Hata hivyo, nyota huyo aliingia uwanjani dakika ya 60 na kupokelewa kwa shangwe kubwa kutoka kwa mashabiki waliokuwa wamejazana katika uwanja wa Dallas. Dakika 10 kabla mchezo kumalizika, Messi alifunga bao la 3 la Argentina kupitia mpira wa adhabu uliopita ukutani na kumshinda kipa wa Jordan, akihitimisha ushindi wa mabingwa hao watetezi. Bao hilo lilikuwa la 6 kwa Messi katika michuano ya mwaka huu, likimweka kileleni mwa orodha ya wafungaji na kumpa pengo la mabao 2 dhidi ya wanaomfuatia katika mbio za kiatu cha dhahabu. Pia lilikuwa bao lake la 19 katika historia ya kombe la dunia, akizidi kuimarisha rekodi yake kama mfungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo. Kwa bao hilo, Messi pia aliweka rekodi mpya ya kuwa mchezaji wa kwanza kufunga katika mechi 7 mfululizo za kombe la dunia. Kabla ya Messi kuingia uwanjani, Giovanni Lo Celso alikuwa ameifungia Argentina bao la kwanza kwa mpira wa adhabu uliopigwa kwa ustadi mkubwa, huku Lautaro Martinez akiongeza la pili kwa mkwaju penalty baada ya VAR kuthibitisha faulo dhidi ya Marcos Senesi. Jordan ilijibu kwa bao 1 kupitia Musa Altamari baada ya shambulizi zuri lililoandaliwa na Essani Haddad, lakini haikuweza kuzuia ushindi wa Argentina. Kwa ushindi huo, Argentina inaelekea hatua ya 32 bora ikiwa na rekodi ya 100% ya ushindi katika hatua ya makundi. Sasa itakutana na Cape Verde katika mchezo wa mtoano utakaopigwa Julai 3 mjini Miami. Jordan imeaga rasmi mashindano hayo baada ya kushindwa kufuzu hatua inayofuata.